Ukimlea mtoto kwenye misingi imara, unapanda mbegu itakayozaa matunda baadaye. Na ndio maana kuna msemo unasema, mtoto mleavyo ndivyo akwavyo. Mathias Canal ni kijana kutoka mkoani Dodoma. Yeye ameamua kumlea mtoto wake kwenye misingi ya kidini, kumjua Mungu zaidi. Ukiruhusu mtoto wako akakuwa kwenye maadili ya dini, umeruhusu kumwandaa mtoto wako wa kiume baadaye kuwa mume bora. Umeruhusu mtoto wako wa kike kumwandaa kuwa mke bora ambaye anamcha Mungu, ataheshimu familia yake na ataiheshimu jamii. Lakini vile vile unatoa fursa na kurahisisha kwenye jamii kuwa na watu ambao ni watu imara na ni watu ambao wana hofu hata ya kufanya mambo ambayo pengine si sawasawa. Imekuwa ni siku ya furaha kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki kujumuika kwa pamoja kumpongeza mtoto Lea Mathias Canal kwa hatua hiyo kubwa. Burudani ilikuwa ni sehemu kubwa ya shughuli hiyo, hali iliyochochea amani ndani ya moyo wa baba na mama mzazi wa Lea Mathias Canal. Kwa wingi wa watu waliojitokeza kwenye shughuli hiyo, inaashiria Bwana Mathias anaishi vyema na jamii. Hii ni sauti ya Rami Ramsey kutoka Ngasa TV. Asante, karibu baba pia. Unajua watu wengi wanasema neno sherehe ni neno ambalo lina taswira ya furaha. Na mimi nimepata bahati ya kuwa na mke mmoja na watoto watatu. Sasa katika watoto wangu watatu, mtoto wa kwanza binti yangu anaitwa Lea, leo alikuwa na kipaimara. Na hatua za dini zinaanzia na ubatizo kwa sisi ambao ni Waluteli. Lakini hatua ya pili ni kipaimara. Baada ya kupata kipaimara, sasa wewe unahesabika rasmi kama Mkristo ambaye ametukuka na unaanza kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Sasa binti yangu mimi amepata fursa hiyo kwa mara ya kwanza. Sasa leo amekuwa Mkristo kamili na kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Samia Kalamu Awards ni tuzo ambayo imeanzishwa kwa mara ya kwanza kabisa. Maandalizi yake yalianza mwaka wa jana, yalifanywa na TCRA kwa kushirikiana na TAMWA. TAMWA ni chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania na TCRA ni mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Walivyokubaliana wakasema embu tuwe na kitu ambacho pengine kitakuwa chachu kwa waandishi wa habari Tanzania kwenye masuala mazima ya uandishi, utangazaji. Kwa hiyo mimi kama Mathias Canal nilipata fursa ya kushiriki kama wengine ambavyo walishiriki waandishi. Wakati napata taarifa sasa ya kushiriki kwamba bana, kwa sababu wewe ulituma kazi yako, makala yako, tunakualika kuja kushiriki kwenye hizi tuzo. Mimi nilifarijika, yani ile kuitwa tu, kualikwa kwenda kushiriki. Kwa hiyo nikaenda. Sasa kwa sababu kulikuwa na tuzo mbili tulizoshiriki na ambazo tulikuwa tunashindania, hiyo tuzo ya Mathias Canal mimi binafsi, alafu na tuzo ya chombo. Kwa hiyo nikamchukua na muhariri wa kampuni ya Wazo Huru, tukaenda kwa ajili ya kushiriki. Baada ya kufika pale, napata tangazo kwamba nimeshinda tuzo ya Mathias Canal. Nikaenda mbele, nikapata zawadi zile nilizozipata, lakini vile vile nilivyorudi kukaa naitwa kwa mara ya pili kwenda kuchukua tuzo nyingine. Kwa kweli ilikuwa ni faraja kubwa kwangu mimi na pengine hata watu wanaonifahamu, kwa sababu kiukweli mimi binafsi ni mpambanaji. Ni mpambanaji asiyechoka, na kwa sababu tunatoka kwenye familia za kimaskini. Sasa
tunapambana ili walau tutoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo nimepokea ile tuzo kwa fahari na nilipata zawadi 3. Kwanza milioni 10 fedha taslimu pale pale, lakini zawadi ya pili ilikuwa ni ya kwenda Japani Expo, na tuzo ya 3 ilikuwa ni kuzunguka nchi nzima kutoa taarifa za kazi zinazofanywa na serikali, ambayo kwa sehemu nimeshazunguka sasa nchi nzima mara 2. Mara ya mwanzo ilikuwa ni kwenda kuelezea miradi iliyofanywa na SEQUIP, miradi ya SEQUIP kwenye Wizara ya Elimu, ujenzi wa shule za amali, shule za wasichana ambazo zimefanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mikoa yote Tanzania. Na ya pili kuzungukia barabara zote zilizotekelezwa na serikali katika kipindi cha miaka 4, kazi ambayo nimeimaliza tarehe 27 juzi, siku moja kabla ya uchaguzi mkuu.